Kusherehekea sikukuu ya kuzaliwa si mapenzi ya Mungu bali ni mapokeo kutoka kwa Ibilisi ili awapeleke wengi kuzimu. Katika maandiko matakatifu, yupe ambaye alisherehekea siku yake ya kuzaliwa? Herode. Na tunaona hapa kuna mambo kadha wa kadha alitendeka. Ukisoma katika ile Mathayo mtakatifu ile sura 14 mstari wa 6 mpaka wa 12. Bali kinachotakiwa katika siku hiyo ni kukabidhi mwaka mzima, yani kuomba ulinzi wa Mungu wa kukabidhi hatua zako ili upate kuyafanya mapenzi ya Mungu katika mwaka mzima. Pia kumshukuru Mungu kwa kukuongezea mwaka mwingine. Pia yamkini kuna maagano, kuna vifungo uliingizwa kupitia kitovu, ni siku nzuri ya kufunguliwa, maana yapo mapatano na falme za giza. Unakuta wazazi waliingia kwa kujua, kwa kutokujua, na falme za giza kupitia siku yako ya kuzaliwa, kupitia kile kitovu. Kwamba inapofika majira kama hayo wakuletee mauti. Sasa unatakiwa uvunje hayo mapatano yote, uvunje hayo maagano, ujitoe katika hayo maagano. Kuna mambo matano ambayo yamebeba uharibifu. Usipokuwa makini, mtakatifu wa Mungu, utashangaa yanakuingiza katika mtego na unaikosa mbingu, unakosa kunyakuliwa. Sasa jambo la kwanza, kuna maagano. Maagano haya inaweza ikawa ni maagano ya mavazi, maagano ya vyakula, ambavyo naona katika sherehe hizi za sikukuu za kuzaliwa wanaekaga vinywaji, wanaekaga vyakula, na mara nyingi hata mavazi yanayovalika pale sio ya kumpa Bwana Yesu Kristo utukufu. Inaweza ikawa hii sikukuu ya kuzaliwa ni wewe unayeifanya, mtakatifu wa Mungu, au umealikwa. Utakiwi kushirikiana na vitu vyovyote vilivyobeba uovu ambao vimpi Bwana Yesu Kristo utukufu. Sasa unakuta ndani ya hizi sikukuu vyakula vingi vilivyokuwa pale ni vyakula vya kifalme, ambavyo hivi tunaona Danieli, Meshaki, Abednego walivikataa, kwa sababu vyakula vinabeba uharibifu. Vyakula ni lango au ni mbinu au ni silaha ambayo adui anatumia sana kuleta uharibifu. Wengi walipokula walipatwa na mauti, walipatwa na magonjwa, waliibiwa vitu kadha wa kadha, ulimwengu wa roho. Kwa hiyo kupitia hivi vyakula wengi wanaingizwa kwenye agano la vyakula, agano la kula nyama za watu, kunywa damu za watu. Nakuta vile vyakula sio vyakula halisi, ni kiini macho. Walitafuta siku zote wakakukosa, wakasema majira kama haya ya kusherehekea sikukuu yake, basi ndipo tutakapompata kupitia vyakula na vinywaji. Kwa hiyo na wewe, kwa kuwa tayari umeshafungua mlango, unakuwa upo katika roho pale, hata Roho Mtakatifu hawezi akaambatana na wewe kwenye matendo kama hayo ya uovu. Kwa hiyo unakuta huko mwenyewe kushambuliwa ni rahisi sana. Wanaleta vyakula pale, unahisi ni vyakula, kumbe ni nyama za watu. Wanaleta vinywaji, unahisi ni vinywaji, kumbe ni damu za watu. Kwa hiyo kupitia kula pale tayari hapo unakuwa umeingizwa hata kwenye maagano ya uchawi. Unakuta vile vile kwenye mavazi. Mungu amesema katika Sefania 1:8, na itakuwa katika siku ile ya dhabihu ya Bwana, nitawaadhibu wakuu na wana wa mfalme na watu wote waliovaa mavazi ya kigeni. Ukiangalia mavazi mengi katika hizi sikukuu za kuzaliwa ni mavazi ya kigeni, yani mavazi ambayo hayampi Mungu utukufu. Tunaona mavazi ya watakatifu ni kanzu na joho. Haleluya. Maisha ya watakatifu ni ibada. Kwa hiyo hata unavofanya hivi, unavocheza, sijui unavokula, unavofanya, hii ni ibada tosha. Ni siku ambayo umeitenga, umeona ni siku special, lakini anayetukuzwa pale ni Ibilisi. Kwa hiyo mapepo yatakuja ya kila sampuli, kutakuwa na vifungo vya kutosha. Haleluya. Kwa hiyo ni jambo la kwanza, maagano. Kwa hiyo utajiona ulimwengu wa roho baada hapo unalishwa, yani huna nguvu ya kuzuia kula hivi vyakula. Unaona kabisa hivi vyakula sio, unakula nyama za watu, unakula, na utajiona unasherehekea, kumbe ile agano wanaendelea kulirenew. Haleluya. Na kuna vitu ambavyo utaviona haviko sawa baada ya hapo. Kitu kingine ni ule uhusiano wako na watu. Kuna watu ambao wamekuzunguka, watu wa karibu ambao wewe unawapenda kabisa. Sasa shetani atatumia mlango, kama ninavyosema, adui wa mtu ni wale wa nyumbani mwake, watu wa karibu yake. Kwa hiyo tunaona hapa hii ilikuwa ni birthday ya Herode, lakini alikuwa na mtoto wake, alikuwa na mama yake. Hawa ndio walichochea yeye kutenda dhambi, kuleta kifo au kuleta mauti kwa mtakatifu wa Mungu. Unaona pale yule mtoto wake alicheza. Ni kama niwe sasa uchukue nafasi, umeenda sasa birthday yako, umekaa pale, anainuka mtu anacheza na unabarikiwa pale, unasema sema chochote kwa jinsi ulivyocheza, nataka sasa mimi nikuzawadie kitu, sema unataka kitu gani. Ni watu wa karibu wale. Anaweza akainuka mwingine mtu wa karibu akawa anamchochea yule aliyokuwa amecheza, anamwambia omba kitu fulani, anajua kabisa iko kitu hakimpi Mungu utukufu.
akimpi Bwana Yesu Kristo utukufu. Kwa hiyo anakuja na wewe unasema kwa kuwa hawa watu nimewaalika watanionaje? Tupo wote mezani hapa tunasherehekea, isije sherehe ikaharibika, ngoja nikifanye tu hiki kitu ili kualizisha. Unakuja unafanya makosa, yani unazidi kutenda dhambi juu ya dhambi. Hiyo siku ya kuzaliwa ni dhambi, ni machukizo juu ya machukizo. Kwa hiyo akaenda akaagiza kichwa cha Yohana kiletwe, mauti ikapelekwa kwa Mtakatifu Yohana. Haleluya. Tunaona hapo alikoseshwa kupitia wale watu wa karibu, japokuwa alisikitika, lakini alikuwa hana namna kwa ajili ya ule uhusiano wake. Kitu kingine tunaona pale kuna mtego wa mauti. Kama tunavyoona kwamba inaweza ikawa ni wewe umealikwa, inaweza ikawa ni wewe ndio unaosherehekea. Yani siku zote wanakuwa wanakutafuta, wanashindika, lakini katika hiyo siku tu uko kinyume na maandiko, tayari umeshafungua mlango, anaenda na kushtaki cha kwanza. Kwa hiyo wewe hapo itakuwa ni mtego wa mauti. Inaweza ikapitishwa kupitia vile vyakula mlivyovileta pale, na mauti sio lazima uone ya kimwili, inaanzia rohoni. Inaweza ikapitishwa kupitia vinywaji, kupitia mavazi. Kuna mavazi ambayo utavaa kumbe yamebeba mauti, kwa sababu mavazi ni roho. Sasa yapo mavazi utaletewa, utavaa, kumbe amebeba roho ya mauti, wewe hujui. Zipo nyimbo zitapigwa pale, kumbe zile nyimbo, maana zile nyimbo zinaimbwa maneno, yale maneno yamevuviwa mauti. Kwa hiyo watakupata tu pale kwenye sehemu yoyote, fedha zimebeba mauti, na wewe utakuwa iko kipindi, yani shetani anakumiliki kwa sababu amekushtaki huko kinyume na maandiko. Na kadri masaa yanavyozidi kwenda mbele, ni machukizo juu ya machukizo. Haleluya. Unakuta vifo vya wengi vya kiroho vinaanzia hapo. Unakuta mbona nashindwa kuomba, nashindwa kuamka usiku, nashindwa kusoma neno. Angalia ulifanya kitu gani? Umetoka kusherehekea sherehe gani? Umetoka kufanya ibada gani? Yani hizo ni ibada za sanamu. Haleluya. Kitu kingine, kuna mtego wa maneno katika sherehe hizi za birthday. Unakuta kuna michezo mbalimbali wameweka pale ambayo imeambatana na mizaa. Sasa Biblia inatuambia Amos 3:3, wewe mpaka umekaa hapo umewaalika watu, tena umewaalika watu, unakuta wengi wao wanaopenda hizi birthday ni watu, unakuta ndugu zako hawajampokea Yesu Kristo, marafiki zako hawajampokea Yesu Kristo, unasema watanionaje? Ngoja niwaalike tu ili birthday ichangamke wao watu wengi, kwa sababu wao ndio wanaweza wamechangamka. Kwa hiyo unakuta unawaleta pale, wanakuja na mambo yao, mapokeo yao, utamaduni wao wa kigeni. Wanakuambia kwenye birthday kuna vitu, kuna michezo ili birthday ichangamke. Kuna michezo 1 2 3, wataweka michezo pale. Hiyo michezo ina maneno yale ni mtego. Unakuta mingi ni matusi, mengi ni maneno ya uovu. Umetegwa kwa maneno ya kinywa chako. Sasa unakuta hapo unatakiwa na wewe ushiriki ile michezo, maana wewe ndio mwenye birthday au umealikwa. Kwa kuwa ule mchezo umeandaliwa pale, watu wote wanabidi washiriki, na wewe unakuwa unakamatika. Cha mwisho na cha tano, kutumiwa kuleta uharibifu. Kama tunavyoona bustani ya Eden alitumika mwanamke, na ndivyo hivyo. Tunajua mwanamke ni dhaifu, kwa hiyo shetani akitaka kuleta uharibifu, cha kwanza atamfuata mwanamke. Sasa anasema kwamba alimchochea ili kile kichwa kiletwe, na vile vile hata kile kichwa kilichukuliwa mikononi mwake. Yani yeye ndo alisimama kama lango la kuleta uharibifu, kuleta mauti pale. Kama umesherehekea mambo, ni kuomba toba, kwa sababu haikuwa ibada inayompa Mungu utukufu. Umeketi barazani pa wenye mizaa inatendeka na wewe kupa, na unajua maandiko yamekataza mizaa, yamekataza mambo ya utani. Kwa hiyo mwisho wa siku unakuta unakoseshwa mtakatifu wa Mungu, na ikitokea unyakuo kabla hujatubia, uwezo kaingia mbinguni. Shalom, shalom.